Kwa mara nyingine tena tunaelekea nchini Tanzania, taifa la Afrika Mashariki ambayo ndio kwanza limemaliza uchaguzi wake mkuu wa Oktoba 29 mwaka 2025, lakini ulitandwa na matukio kadhaa yanayoripotiwa ya mauaji na uvunjwaji mkubwa wa haki za binadamu, licha ya ushindi mkubwa kabisa uliotangazwa wa Rais Samia Suluhu Hassan kwa upande wa Jamhuri ya Muungano na upande wa Zanzibar Rais Hussein Ali Mwinyi, wote kutoka chama tawala, Chama cha Mapinduzi CCM. Tunaungana hapa na Bwana Fulgence Masawe kutoka Kituo cha Haki za Binadamu na Sheria nchini Tanzania kuzungumzia kuhusu mambo haya yanavyokwenda. Bwana Masawe, karibu Kinagaubaga. Asante sana Mohamed. Jambo la mwanzo kabisa, hebu mpe picha mtazamaji wetu ya hali ya haki za binadamu kuelekea wakati na baada ya uchaguzi huu mkuu. Kukaona viashiria kwamba uchaguzi huu ungekuwa na tatizo. Ukiangalia vitendo vya mamlaka na kauli za viongozi, taasisi za kidini, vyombo vya habari na wengine, kulikuwa na viashiria kwamba kungekuwa na tatizo la kuvuruga amani. Kauli iliyokuwa kubwa ni kwamba tunapoelekea kwenye uchaguzi, huo uchaguzi wa amani, kwa sababu viashiria vilikuwepo. Lakini kwa bahati mbaya wengi walikuwa wanaongea amani, lakini wanasahau kuongea haki. Kwa hiyo ndio imepelekea sasa tumekuwa na uchaguzi ambao umekuwa na vurugu na kutatizwa kwa mawasiliano na kutokuwepo na hali ya kawaida ya maisha ya binadamu, kwa sababu hakuna huduma za kijamii. Mtaani kuna hali ya taharuki, hasa kwenye miji mikubwa. Kwa hiyo ni kitu ambacho kimefanya haki nyingi zimetatizwa. Tunazungumza sasa iko takriban wiki moja tangu hiyo tarehe 29 yenyewe, na kama ambavyo nazungumza kwamba upatikanaji taarifa umebanwa sana ndani ya Tanzania. Nyinyi watu wa haki za binadamu, je, mmeweza ndani ya kipindi hiki kukusanya taarifa na kufanya utafiti mkajua kipi kimetokezea ndani ya wiki hii moja tunaizungumza? Hata kama ungefanya utafiti, ungefanya kwa njia gani? Kwa sababu mifumo ya mawasiliano ilikuwa imekatika, vyombo vya habari havifanyi kazi na kulikuwa hakuna taarifa yoyote. Kwa hiyo kwa kifupi, tunachokipata ni zile taarifa ambazo ni za mdomo kutoka eneo moja kutoka nyingine. Mtu aliyeko Dar es Salaam atakuambia kuna hili, wa Arusha atakuambia limetokea hili, wa Mwanza atakuambia hili, Tarime hivyo hivyo. Ni kama nchi nzima ndio kwenye taharuki. Kwa hiyo taasisi kama taasisi kusema ingeweza kufanya kazi na kutolea kauli, kwanza hiyo kauli ingeitolea wapi? Kwa sababu vyombo vya mawasiliano vyote vilikuwa kama vile vimesimama na vifanyi kazi. Ni kwa bahati nzuri tu vyombo vya kimataifa kama vya kwenu hivi ndio kidogo vimeweza kuzungumza kuhusu hali ilikuwa ndani ya Tanzania. Lakini ungebahatika kufungulia vyombo vya nyumbani, usingeweza kusikia chochote kinachoendelea Tanzania. Kwa hiyo kwa kifupi, kama kila kitu kilisimama, kwa hiyo hata taasisi kusema kutolea taarifa, labda hali ikisharudia kawaida, sasa tuanze kufanya utafiti na kupata taarifa kwa ndugu jamaa na marafiki waliopoteza wapendwa wao, kwa sababu hata sisi ofisi tulivuka kwa muda. Na kwa bahati mbaya tulikuwa tunapata simu kwa watu wanaoenda hata ofisini kwenda kuomba msaada. Mtu anakuambia nimetoka na mke wangu, natoka Magomeni naelekea Mikocheni, amepigwa risasi huko nyuma ya pikipiki. Hii Bwana Masawe inatoa picha gani kuhusu maandalizi na uwezo wa watu kuingia katika machafuko makubwa kwa jamii ya Tanzania ambayo kama ulivyosema kimsingi ilizoeleka kwamba ni jamii ya watu watulivu, wapole, ambao hawapendi fujo wala chochote kile, lakini ghafla bimvu yamezuka yaliyozuka? Kuna jambo lilipuuzwa mapema. Kulikuwepo na wito wa meza ya maridhiano, kwamba kulikuwepo na mivutano iliyokuwa inatokea ndani ya vyama, kwenye taasisi za kijamii na jumuiya za kidini, zikiwa zinaomba kuwepo na maridhiano kabla ya kwenda kwenye uchaguzi. Na kuna kipindi mpaka ilifika sehemu wakasema hata kama uchaguzi kuahirishwa, ilifanya maridhiano ingeweza ikawa jambo la msingi zaidi. Kwa hiyo nadhani maandalizi yalikuwa ni kuandaa tu kama ni kawaida kwenda kwenye uchaguzi, bila kuangalia mazingira ambayo uchaguzi unaweza kufanyika. Kwa hiyo ile meza ya maridhiano iliyopuuzwa ndio hii hapa sasa, matokeo ndio haya. Na kwa uzuri mmoja, hata chama tawala kinaamini katika maridhiano. Ndio maana kwenye kampeni zake waliahidi ndani ya siku 100 baada ya uchaguzi wataanzisha meza ya maridhiano. Lakini maridhiano kwa wakati gani? Maridhiano yalikuwa yafanyike kabla uchaguzi kuanza, ili yaandae mazingira ya kufanya uchaguzi katika hali ya amani na utulivu. It's 22 hours. Na vizuri umesema kuhusu maridhiano na wakati wa kufanyika maridhiano yenyewe na namna ya kufanya maridhiano hayo. Manake
Upande mmoja kuna upinzani ambao haukujitokeza wazi katika maandamano yametokeza yaliyofanyika, lakini kuna kundi lao vijana wa Gen Z, vijana wa kisasa wa kizazi hiki. Ikiwa kutakuwa na meza ya mazungumzo kutafuta maridhiano, nani atakuwa mwakilishi wa kundi la vijana hawa katika maridhiano hayo unadhani? Mimi katika kitu ambacho naamini katika Tanzania, upinzani ni kama vile ulijitoa kwenye huu uchaguzi. Hata ambao wanasema ni wapinzani kwenye uchaguzi, nafikiri kuna walakini kidogo. Na ambao wamejitokeza na kuandamana wanataka mabadiliko. Kwa hiyo yeyote ambaye atakuwa anaibeba ajenda ya mabadiliko, kiwe ni chama cha siasa au iwe ni taasisi au ni mtu ambaye atakaa kwenye meza ya majadiliano, na sio atakuwa mwakilishi wao. Na mimi naamini kwenye vuguvugu la Tanzania halina kofia ya chama cha siasa. Ndio maana unaona hata walipojitokeza makada maarufu wa chama tawala walioongea kauli ya wananchi, watu kutekwa, mazingira safi ya kufanya uchaguzi, wananchi waliwaunga mkono japo ni wa chama tawala. Kwa hiyo mtu yeyote mwenye kauli ambayo ni ya maboresho na kufanya mabadiliko kwenye hali iliyopo, anaweza akawa mwakilishi wa wote hawa wanaofanya fujo hizi na kuingia mtaani na kufanya fujo, kwa sababu shida yao wanataka mabadiliko. Sasa mabadiliko yanaletwa na nani? Na yeyote anayeamini katika mabadiliko. Naam, turudi sasa katika sekta yako ya haki za binadamu na sheria. Kwa namna gani uvunjwaji wa haki za binadamu ambao umetokea unaweza ukasawiri sasa taswira rasmi ya Tanzania katika, kwanza, ndani ya taifa lenyewe na nje ya taifa la Afrika Mashariki? Kwanza imejenga picha ya kutokuaminiana ndani kwa ndani. Nadhani tunakoelekea sasa hivi hatutaaminiana tena kama tulikuwa tunaaminiana zamani, kwamba sasa hivi tutaanza kuonyeshana vidole kusema labda huyu ndio yuko nyuma ya hili. Lakini ukweli unajulikana kwamba uvunjivu wa haki za binadamu uliofanyika kabla ya uchaguzi huu kwa ni ngumu, kwa sababu ni hali ya vurugu ilikuwa inaendelea. Lakini mwisho wa siku, katika mazingira yote yale, mtu atanyoshia mkono serikali, maana serikali ndio ina jukumu la kulinda uhuru na usalama wa wananchi. Ulinzi na usalama wa wananchi imekabiliwa serikali. Kwa serikali ndio na jukumu lote. Kwa hiyo kwa wale ambao wanaamini kwamba kuna sehemu labda serikali ilikosea, kuna sehemu ambao kufanya ile ambayo wanastahili, wanaweza wakaenda kwenye vyombo vya kimataifa au kwenye vyombo vingine vyote na kupeleka malalamiko yao kuonyesha kwamba hatukupata ulinzi stahili tuliokuwa tunautegemea, hatukupata taarifa sahihi kwa muda ambao tunautegemea, kwa sababu pia kukosekana kwa taarifa pia inapelekea maafa mengine ambayo hayakutegemewa. Kwa hiyo mwisho wa siku serikali haitakwepa kwa lawama kwenye mazingira kama haya. Na mpenzi msikilizaji, ni Bwana Fulgence Masawe huyu kutoka Kituo cha Haki za Binadamu na Sheria nchini Tanzania, LHRC, akizungumza nasi kuhusu mwenendo wa haki za binadamu kipindi hiki cha uchaguzi uliomalizika, ambapo ripoti kadhaa zimedhihirisha mauaji na matukio ya uvunjaji wa haki za binadamu. Asante sana Bwana Masawe kuungana nasi. Asante.